Angu ni Ahmed Salim, ni mtoto wa mwisho wa Dr. Salim Ahmed Salim. Leo kwa ukufupi tumefanya zindua za kumbukumbu ya Dr. Salim hapa National Museum. Kama unafahamu, miaka 3 iliyopita tumezindua Dr. Salim Ahmed Salim Digital Archive. Ni website ya historia ya mzee wetu kwenye digitali. Na kama unaweza kupitia archive unaweza kuona historia sio ya mzee wetu peke yake au familia, lakini historia ya Tanzania, ya Afrika na dunia. Tumefanya hii kwa familia. Kila mtu ananiuliza kwa nini umefanya hivi. Sio mimi binafsi, kuna watu wengi wamenisaidia kujenga hii historia, hasa mzee wetu. Kama unamfahamu, ameandika kila kitu kwenye kikao, mpaka boarding pass ya Tanzania anayo. Yani yeye amejenga hii historia na story yake. Lakini kwa ufupi, kwa vijana wote na watu wa Tanzania wa duniani, nataka watu kusoma hizi stories za Tanzania, za Afrika. Utapata opportunity kuangalia kitu hujajua. Yani kuna stories nyingi, kuna information nyingi mtu wa kawaida hajui, lakini kama unajua hii historia ya Tanzania unaweza kujua tunaenda wapi. Asante sana. Leo kwanza ni siku muhimu na ni siku ya kipekee. Tarehe 25 mwezi Mei ni siku ya Afrika. Ni kwa sababu siku ya leo miaka 63 iliyopita ndio siku ambapo Umoja wa Afrika, nchi huru za Afrika ulianzishwa mjini Addis Ababa. Kwa leo tunasherehekea miaka 63 ya kuanzishwa kwa Umoja wa nchi huru za Afrika. Kwa hiyo nasema ni siku ya Afrika. Lakini kwa namna ya kipekee leo tumesherehekea au tumezindua maonyesho ya kazi na maisha ya Dr. Salim Ahmed Salim, au Balozi Dr. Salim Ahmed Salim, ambaye tunafahamu ni mmoja kati ya mwanadiplomasia nguli wa Tanzania, ambaye sio tu alihudumu katika nchi mbalimbali kuwakilisha Tanzania, lakini alihudumu katika Umoja wa Mataifa akiwa mwakilishi wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa. Lakini kwa kupitia nafasi hizo alihudumu kama mmoja kati ya wanadiplomasia mahiri na wa mstari wa mbele kupigania uhuru wa Afrika, hasa kusini mwa Afrika. Alikuwa pia mwanadiplomasia ambaye alihusika sana katika kutetea maslahi ya nchi ambazo zilikuwa zinakandamizwa, kama vile nchi ya China iliweza kuingizwa katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.